Familia moja eneo la Mlolongo katika kaunti ya Machakos inaomba serikali kuingilia kati na kuwasaidia kumrejesha mama yao mzazi Stella Nabwire mwenye umri wa miaka 43 ambaye kwa sasa amelazwa katika chumba cha ugonjwa mahututi nchini Oman. Hii ni baada ya kudaiwa kupigwa na mwajiriwa wake na kumjeruhi vibaya kiasi cha kulazwa hospitalini. Tumpate sasa mwanahabari wetu Susan Waweru na mengi. Nyoyo za familia hii zimeshikiliwa na matumaini kuwa serikali au hata msamaria mwema atasikia kilio chao na kuwasaidia kurejesha mama yao nchini ambaye kwa sasa amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi nchini Oman. Ni ombi langu, naomba serikali tusaidie kuturudishia mama yetu huko Kenya na kutibiwa hospitali kwa sababu sisi wenyewe hatujiwezi. Hatuna kazi. Tulikuwa tunamtegemea kama yeye. Stella Nabwire mwenye umri wa miaka 43 alisafiri kwenda Oman mwezi Mei mwaka 2025 kufanya kazi ya nyumba akitafuta maisha bora kwa mabinti wake watatu wenye umri wa miaka 19, 15 na 6 mtawalia. Kulingana na kakake Kevin, anaeleza kuwa alibadili waajiri baada ya kukumbana na matatizo, ndipo akafikia mwajiri ambaye sasa anadaiwa kumtendea unyama. Akanitumia tena message akiniambia place yenye yako ni mateso tu, chakula yenye napewa chakula imekaa kwa fridge kwa muda mrefu. Hadi akanitumianga hiyo chakula kwa WhatsApp, mchele ilikuwa inakaa imeoza. Then anafanyishwa kazi mingi. Sasa mara ya mwisho tuliongea ilikuwa kitu date 20th. Baada ya siku chache, familia iliarifiwa na rafiki yake aliyeko Oman kwamba alikuwa amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi cha hospitali ya Sohara baada ya kudaiwa kushambuliwa na mwajiri wake. Alipigwa na huyo mdosi wake mwenye alikuwa anafanyia kazi, akamuumiza, ndio akatoka huko akitapika damu. Alikuwa anatapika damu, then kufika OC wakatuambia ako na spleen enlargement na liver pia iko damage 60%. Kwa 60%? Yeah. Wenye marafiki walitutumia message kwa simu wakatuambia ati bill inaongezeka. Sasa hizi bill imeongezeka, iko karibia kitu kama 500,000. Tukio hilo limezua upya wasiwasi kuhusu usalama wanaofanya kazi nje ya nchi, ambako ripoti za unyanyasaji zinaendelea kujitokeza licha ya kuwepo kwa hatua za kulinda haki za wafanyakazi. Susan Waweru, NTV.